Bado balani zito, kivumbi kinaendelea, na kwa sasa hivi Gen Z wa Kenya msimamo wao umekuwa mkali sana, wakiweza kutaka serikali ya Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo ni kwanza wamehakikisha kabisa kwamba hili swala la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Mugwa Lissu anaachiwa, na wameamini kabisa kwamba kesi aliyopewa ya uhaini basi ni kesi ambayo wanaamini kabisa kama ni kesi ya kubambikizwa. Na yote wameweza kuyazungumza kwa baadhi ya viongozi tofauti ambao wamekuwa wakiendesha pia kundi la Gen Z, wakiweza kuzungumzia serikali ya Tanzania kwamba jinsi walivyoweza kuishi na viongozi wengine na jinsi ambavyo walikuwa na ukaribu na Tanzania. Alafu leo hii mheshimiwa ameweza kuzungumzia kwamba hawataki waingiliwe katika serikali ya Tanzania, maana hapo kwa upande wa Kenya wamehisi kabisa kwamba ni kama ubaguzi, yani kuna ile bias, kwa sababu walichokizungumza, na hata kwa wale ambao walipata nafasi ya kusikiliza kundi la Gen Z wakiweza kuzungumzia pia issue na sakata la Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kwamba kiuhalisia wanaamini kabisa kwamba pengine haikuwa nafasi ya yeye kuweza kuwa kiongozi katika taifa la Tanzania, kwa sababu waliyekuwa wanamwamini kiongozi aliyechaguliwa na wananchi alikuwa ni marehemu Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Kwa hiyo kwenye hili sakata ambalo anaamini kabisa Tanzania na Kenya yani wamekuwa na muungano mzuri na wamekuwa wakiishi vyema. Tena aliweza kutolea mfano kwamba kuna baadhi ya Tanzania ambao wapo Kenya wanafanya biashara zao na maisha yao yanaenda. Sasa iwaje leo hii kwamba kwa wale activities wa Kenya, la baadhi ya wanasheria kutokea Kenya ambao walikuwa wanashughulikia pia sakata na kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, leo hii wanashikiliwa, na tena mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza kwamba hawataki waweze kuingiliwa, yani kwenye upande ambao kama huko wameshindwa basi Tanzania hawataki iweze kuingiliwa na mambo yetu, yani kimaanisha kabisa kwamba ya Tanzania ya Kenya. Sasa ni swala ambalo kwa Wakenya limeweza kuwakatili katika nafsi zao, wakiamini kabisa kwamba kinachoendelea kwa sasa ni ubaguzi na ni uadui ambao huenda ukaleta mchafuko ndani ya taifa la Tanzania na taifa la Kenya 254. Na hapa kiuhalisia mambo yameendelea kuwa ni moto, kwa sababu tayari wameweza kuweka pia mipango kazi ya kuja kwenye boda ya Tanzania, yani katika mpaka wa Tanzania, ili mradi waweze kuhakikisha kile wanachokifanya na wanachokihitaji basi kinatimizwa. So nafikiri cha msingi zaidi ni kuendelea kudondosha upande wa maoni yako, na kama una la kuzungumzia kuhusiana na hili sakata, je, una maoni gani ama una ushauri gani? Cha msingi tukutane kwenye comment ni Hatboy Media. Kwa matangazo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0684 006225. Hapo tutakometisha kinoma noma.